Je, unajua watu wengi wana ndoto kubwa sana maishani, lakini wachache sana wanaofanikiwa kuzitimiza. Tatizo mara nyingi si kukosa uwezo, bali ni kukosa mwelekeo na nidhamu ya kufuata hatua sahihi. Ukweli ni kwamba mafanikio hayaji kwa bahati, wala hayaji kwa usiku mmoja. Mafanikio hujengwa taratibu kupitia maamuzi madogo unayofanya kila siku, jinsi unavyoweka malengo, namna unavyotumia muda wako na uwezo wako wa kusimama tena unapokutana na changamoto. Katika somo hili utaelewa kanuni muhimu zinazoweza kukusaidia kubadilisha fikra zako, kupanga malengo kwa usahihi na kuanza safari ya mafanikio ya kweli maishani. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na chaneli yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usisahau kusubscribe. Sasa jambo la kwanza kabisa ambalo ni muhimu sana kwa ajili ya kusaidia wewe kufanikiwa ni kujitambua na kuweka malengo sahihi. Unajua hapa duniani usipojitambua ni nani na umekuja kufanya nini, watu watakwambia mtu ambaye sio wewe. Yaani kwa mfano wewe hujijui, watu watakuletea taarifa ambazo sio wewe. Na ukiishi nje ya taarifa ambazo Mungu amekuumbia, utajikuta unafanya vitu ambavyo havikuwa kwenye mpango wako hapa duniani. Chukua kama samaki. Samaki ameumbwa ili kuishi kwenye maji, lakini samaki huyo ukimchukua kumweka kwenye nchi kavu, utajikuta samaki huyo hawezi kuishi vizuri na mwisho wa siku atakufa. Hivyo hivyo ukiishi nje ya lile kusudi lako na usipojitambua wewe ni nani na umekuja kufanya nini hapa duniani, utajikuta unatumia nguvu kubwa sana kwenye mafanikio. Sasa kuna mambo matatu ambayo ukiyatumia yanaweza kukusaidia kujitambua. Ambapo kujitambua tunaita self awareness. Jambo la kwanza kabisa tunaita passion. Ni kitu gani unaweza kukifanya kama hata ulipwi na bado unakifurahia, na muda mwingine hicho kitu unakifanya kwa muda mrefu zaidi hata bila kuangalia muda kama unapotea. Na inaweza kuwa kufundisha. Kuna mtu unakuta anapenda kufundisha tu. Yeye anajisikia raha akiwa anafundisha, na hata kama halipwi anafurahi tu kufundisha. Wengine anapenda kusaidia watu, wengine anapenda kufuatilia mambo, kuchunguza, mwingine anapenda kufanya kazi. Yaani kitu gani ambacho wewe unakipenda? Kwa mfano Ronaldo toka utotoni alikuwa anapenda sana kucheza mpira, na muda mwingine alikuwa hata haendi kwenye ratiba zingine za kawaida za masomo. Yeye mara nyingi anazingatia zaidi mpira, na muda mwingine alikuwa anasahau hata muda wa kwenda kula kwa sababu ya kucheza mpira. Hiyo ndio tunasema passion. Kitu gani ambacho unakipenda na unakifurahia na hauna haja hata ya kulipwa ili ufanye hiyo kazi au ufanye hicho kitu, maana unakipenda toka ndani kabisa. Lakini jambo la pili ni talanta au ujuzi. Ni kitu gani watu huwa wanaomba msaada kwako? Sasa hapo ndipo nguvu yako ilipo. Kwa mfano kama kazini unaona watu wanakuletea kompyuta zilizoharibika, wanakuletea labda migogoro uwasaidie kutatua, maana wewe ni mtatuzi. Lakini kama wewe wanakuletea masuala ya kompyuta au vitu, maana wanakuona una utaalamu katika sehemu ya teknolojia. Mfano Messi toka utotoni alikuwa na uwezo mkubwa sana kucheza mpira, na makocha wengi kipindi wanamuona alikuwa na ufanisi mkubwa sana wa kuchezea mpira. Hata Michael Jordan, huyo mcheza mpira wa kikapu, toka utotoni alikuwa na uwezo mkubwa sana na alionekana toka zamani. Kwa hiyo vitu gani ambavyo watu wanakuona una uwezo navyo, maana yake wanakufuata uwasaidie kupitia hicho kitu ulichonacho. Lakini jambo la tatu ni maadili. Ni mambo gani huwezi kuyavumilia au kuyakiuka hata kama umepewa fedha. Sasa maadili ni ile misimamo au vitu ambavyo umeshajiwekea. Kwa mfano kama kuna watu ameshasema mimi sipendi kuishi maisha ya utumwa au kupelekeshwa, maana huyu anapenda uhuru. Kwa hiyo kama akienda kufanya kazi ambayo anapelekeshwa hata ifanya vizuri. Maadili ni kile kitu ambacho kiko ndani yako. Kwa mfano upendi kudhulumu watu, maana ukifanya kazi ambayo ndani yake kuna dhuluma huwezi kaifanya vizuri. Kwa hiyo lazima kwenye kujitambua uangalie vitu vitatu muhimu. Cha kwanza uangalie passion yako, lakini uangalie talanta ambayo ulionayo, lakini na maadili, kwa sababu maadili yakiwa tofauti na wewe mwenyewe utajikuta uweze kufurahia hiyo kazi. Na ndio maana watu wengi wanachoka kufanya kazi au wanashindwa kufanya kazi zao vizuri kwa sababu zimekuwa zimekiuka maadili yao. Unakuta mtu anapenda labda kazi ya uhuru, lakini kazi anayofanya ni ya kupelekeshwa. Sasa usipofanya jitihada za kupambana ili kutoka kwenye ile kazi, maana yake utajikuta unaifanya kazi kama utumwa.
Kwa hizi mbinu zinaweza kukusaidia wewe kujitambua. Unaweza ukachukua kalamu na karatasi ukaandika mambo matatu kwamba kitu gani ambacho una uwezo nacho zaidi, yani your passion, hata kama ukiwa haulipo unaendelea kufanya ujuzi, lakini pia na maadili, yani vitu gani ambavyo umeshajiwekea hautaki kuvivunja. Sasa baada ya kujitambua na kujua wewe ni nani na vitu gani ambavyo unavihitaji hapa duniani, lazima ujue jinsi ya kuweka malengo. Na kwenye kuweka malengo huwa kuna mbinu ambayo tunaitumia inaitwa SMART. SMART ni kifupi cha maneno matano ambayo ni specific, measurable, achievable, reliable na time bound. Sasa unajua kuna mfumo ambao ulitengenezwa ili kuwasaidia watu ambao wanaweka malengo, na malengo yakiwa na sifa hizi basi yanakuwa na uwezo wa kutimizika, kwa sababu malengo mara nyingi watu wengi wanapangaga tu bila utaratibu, lakini kuna utaratibu wa malengo ambao ukiweka vizuri unaweza ukatimizika. Sasa hii mbinu inakuaje? Jambo la kwanza kabisa, unapotaka kuweka malengo yako lazima yawe specific, yani yawe maalum. Uweze ukasema unataka kila kitu au unataka pesa au unataka utajiri, lazima useme ni pesa kiasi gani. Hata magari hapo ya aina nyingi, lazima uwe specific kwamba unataka gari aina ya Toyota au unataka gari aina ya Range Rover. Kwa hiyo lengo lako lazima liwe specific, uwe maalum. Hata kama ni simu au hata kama unataka kuwa mcheza mpira, kuna mpira wa miguu, kuna mpira mingine labda ya kikapu, lazima uwe wazi kwamba unataka kucheza nini au unataka kufanya nini. Kwa lengo lako lazima liwe wazi, yani liwe maalum. Usiwe na lengo la ujumla. So ukiwa na lengo la ujumla huwezi ukalitimiza hilo lengo, kwa sababu hakuna vitu vya ujumla, yani unataka vitu vyote kwa wakati mmoja. Huwezi kusema unataka pesa. Kwa unataka pesa za dunia nzima, maana yake hauwezi kutimiza hilo lengo. Lazima useme ni kiasi gani, kama ni milioni 1 au 500,000 au 50,000. Sifa nyingine ya malengo lazima yawe yanapimika, yani measurable. Huwezi ukasema unataka kutimiza kitu fulani lakini ukashindwa kujiwekea ni kiwango gani ambacho ukiwa unajiangalia utajua hicho kitu umekitimiza. Lazima useme kwa muda gani na kwa njia gani na kwa wakati gani. Kwa mfano unasema labda nataka kununua gari aina ya Range Rover ndani ya miaka 5. Maana yake hiyo miaka 5 ndio lengo lako linaweza likapimika, kwamba utakuwa unajiangalia kwamba hii miaka 5 nimeweza kununua hili gari. Kwa lazima lengo lako liweze kupimika. Huwezi ukasema tu unataka gari unataka kununua gari kwa muda gani. Lazima ujue namna gani lengo lako linaweza likapimika. Hivyo hata kwenye pesa lazima useme nataka kiasi labda cha shilingi milioni 10 ndani ya miezi 5. Kwa hiyo miezi 5 unaweza ukajievaluate au kaangalia kwamba lengo lako limetimizika au bado. Lakini sifa nyingine ya kuweka malengo lazima yawe yanafikika, yani achievable. Unajua unapotaka kuweka malengo unataka uweke kile kitu ambacho ni uhalisia wako. Usiseme unataka kununua labda gari lakini wewe mwenyewe fedha ulionayo haina uwezo wa kununua gari. Kwa lazima uangalie rasilimali ulizonazo na pesa ulizonazo, unaweza kulifikia hilo lengo? Kama huwezi basi unabidi upunguze. Kwa mfano labda unaweka lengo la kujenga nyumba ndani ya mwaka mmoja na ukaangalia kipato chako hakiwezi kabisa kufanya hilo jambo. Kwa lazima upunguze, uanze na kitu kidogo kidogo ambacho labda ni kununua mabati au matofali, lakini sio kuinua nyumba nzima. Kwa hiyo lazima uangalie lengo lako linafikika kulingana na rasilimali ulizonazo, muda na uwezo ulionao. Lakini kama haliwezi kufikika, maana hapo unakuwa unaweka malengo ya kufikirika, sio ya uhalisia, na hayo hayawezi kutimia. Lakini sifa nyingine ya malengo ni reliable. Lazima malengo yako yaendane na mipango yako ya maisha. Usiweke malengo ambayo yako tofauti kabisa na mipango yako. Kwa mfano unaweka malengo ya kuwa na uhuru wa kifedha. Manake unapokuwa unaweka malengo labda ya kutunza fedha kila mwezi, manake hayo yanaendana na malengo yako makubwa ya maisha. Kwa hiyo ukiweka kitu ambacho kiko tofauti na malengo yako ya maisha, hilo lengo haliwezi kutimizika. Yani ni sawa wewe una malengo labda kuja kuwa msanii mkubwa au unataka kuwa mfanyabiashara mkubwa, lakini unaweka malengo ya kuanza tena kufanya kitu kingine tofauti na kile ambacho ni lengo lako kubwa. Kwa hiyo hicho hakiwezi kutimia. Lakini jambo la mwisho ni time bound. Lazima malengo yako yawe na muda maalum. Huwezi ukasema tu unataka kununua kitu fulani. Lazima uweke muda muhimu wa kwamba ukifikia huu muda basi ndio itakuwa lengo langu limetimia. Na hii hivyo hata kisaikolojia. Unajua si binadamu huwa tunafanya vitu kulingana na uharaka wa kitu au
umuhimu wa kitu. Unapoweka deadline ya tarehe, maana yake akili yako inaona kwamba huu muda ni wa muhimu kufanya hichi kitu. Lakini usipoweka deadline, maana yake utaona hili jambo naweza kulitimiza muda wote. Lakini unapoweka tarehe kwamba ni tarehe 1 mpaka tarehe 10, maana yake unaona kumbe sasa hivi inabidi nifanye kazi hii ili nitimize lengo hii. Kwa hiyo lazima lengo lako liwe na muda maalum wa kutimia. Useme tu nataka kununua kitu fulani. Usipoweka muda, maana yake hilo lengo haliwezi kutimia, kwa sababu utaliona kwanza halina umuhimu. Lakini kuna mbinu ya kisaikolojia kwamba unapoweka tarehe au unapoweka muda maalum, ule muda unaonekana ni wa thamani, na maana yake hauwezi kupoteza kitu ambacho ni cha thamani. Kwa hiyo utafanya juu chini ili utimize hilo lengo lako. Kwa muda maalum una nafasi kubwa sana ya kufanya malengo yako yakatimia. Kwa hiyo kwenye malengo tumeangalia kwamba lazima malengo yako yawe maalum, lakini yawe yanapimika, yawe yanaweza kufikika, lakini yawe yanaendana na malengo yako makubwa ya maisha, lakini yawe na muda maalum. Sasa baada ya kuweka malengo na kujitambua, huwa kuna mbinu ambayo inaitwa vision board. Sasa hii vision board kwa lugha ya Kiswahili tunasema ni ramani ya mafanikio. Sasa unajua, ukisha yaandika malengo yako na ukishajitambua ni nani, unataka kufanya nini hapa duniani, lazima uwe na sehemu ambayo unaweza kuangalia malengo yako kila siku ili uweze kupata motisha wa kuyatimiza. Sasa hii ndio tunaitaka vision board. Ni kama vile ubao ule ambao wanafunzi wanaotumia kujifunzia, na wewe unatakiwa utengeneze ubao wa kuona malengo yako, kwa sababu si binadamu tunapenda kuona vitu kuliko vile vitu ambavyo havionekani kwa macho ya kawaida. Na hii ipo kabisa kisaikolojia, na kwamba si binadamu asilimia kubwa tunapenda kuona. Sasa tukiona kitu mara kwa mara tunakiamini na tunaongeza nguvu zaidi ya kukitimiza. Sasa hii vision board ina mambo matatu muhimu zaidi ambayo unaweza kuyatumia na kusaidia kutimiza malengo yako. Jambo la kwanza kabisa, andika malengo yako. Yaandike labda kwenye karatasi au hata kwenye simu, lakini njia nzuri ni kwenye karatasi, kwa sababu hilo karatasi utaenda kulibandika kwenye ukuta ambao unauona kila siku. Sasa jambo la pili, ona. Unaweza kutumia mbinu ya visualization kwamba jaribu kuona yale malengo yakiwa yameshatimia. Na njia nzuri ili uongeze kasi kabisa ya kutimiza malengo yako, mfano labda una lengo la kununua gari, nenda katafute picha ya lile gari, alafu andika pale chini yake, na ile gari picha yake ibandike ukutani. Kila siku utakuwa unaiona ile picha na yale malengo ambayo umeandika. Kisaikolojia, kitu ambacho tunakiona mara kwa mara huwa tunakiamini, na tukishakiamini kinaishi kwenye sehemu yetu ya ndani ambao kuna akili ya chini ya fahamu ambayo subconscious mind. So ile inaanza kufungua njia za kuletea vitu ambavyo vinaendana na kile kitu ambacho wewe unakihitaji. Lakini jambo la tatu, vunja yale malengo makubwa kwenye hatua ndogo ndogo. Kwa mfano labda ilikuwa lengo la mwaka, lilete hadi kwenye mwezi, lilete hadi kwenye siku. Hapo sasa ndipo utaanza kuongeza nguvu na kasi ya kutimiza malengo yako. Kwa hiyo vision board ni nzuri sana, na unaweza kaianza hata leo. Tumia kalamu na karatasi, andika malengo yako. Kama unaweza kupata picha itakuwa vizuri zaidi, ili unapokuwa unafanya visualization, yani kuona lile lengo lako, uweze kuwa unaona lile lengo kwa macho, kwa sababu binadamu kama nilivyokuambia tunapenda kuona ndio tuamini. Kwa hiyo unapokuwa unaona hata kama kwa picha, tayari akili yako inaanza kusukuma nguvu za kwenda kulitimiza hilo lengo lako. Sasa baada ya kuangalia sehemu ya kwanza, jinsi ya kujitambua na kuweka malengo sahihi, hatua ya pili ambayo inaweza kusaidia kufanikiwa ni jifunze na jiongeze ujuzi. Hii tunaita growth and skill development. Unajua, usipokuwa unajifunza na kuongeza ujuzi, utajikuta unapitwa na wakati. Na dunia sasa inaongozwa na taarifa, na watu wenye ujuzi wa kitu fulani ndio wanapata mafanikio makubwa. Sasa kuna mbinu ambazo zinaweza kukusaidia kuongeza ujuzi. Jambo la kwanza kabisa, tambua skills gap, yani pengo la ujuzi. Ni ujuzi gani ambao wewe unakupungukia? Yani kwa mfano kwenye malengo yako, labda una lengo la kuwa mwanasiasa. Kama huna ujuzi wa uongozi, basi kajifunze. Labda kama una lengo la kuwa mcheza mpira na hauna ujuzi wa mpira, nenda kajifunze. Yani ujuzi ambao unahitajika kwenye malengo hayo ya kwako na unaona kwamba hauna, ndio unatakiwa ukajifunze. Hiyo tunaita skill gap. Tambua ni ujuzi gani ambao unapungua kwako. Katika huo ujuzi ambao unapungua, nenda kajifunze. Lakini jambo la pili, tumia kanuni ya 80-20.
Hii tunaita Pareto principle. Kwamba 80% ya mambo unayopata yanatokana na 20%. Kwa mara nyingi angalia ni vitu gani ambavyo ukivifanya vinaweza kuletea matokeo makubwa kuliko kufanya vitu vingi zaidi ambavyo matokeo yake ni madogo. Na watu wengi wanakosea, wanajikuta wanafanya mambo ya 80% ambayo matokeo yake ni 20%. Yaani kwa lugha rahisi, kuna mambo machache ambayo unaweza kuyafanya, mawili au matatu, ambayo yatakuletea matokeo makubwa zaidi kuliko kufanya mambo mengi zaidi ambayo matokeo yake ni machache. Sasa yale mambo ambayo ni machache ambayo yanakuletea matokeo makubwa zaidi ndio utakao yafanye wewe. Alafu yale mambo mengine ambayo hayakuletei faida kubwa kwenye kutimiza malengo yako, watakao uwapatie watu wengine wakusaidia. Kama una watu labda wakusaidia kazi, ndio wapatie, kuliko kufanya mambo yote, kwa sababu ukifanya mambo yote utajikuta unashindwa kufanya yale mambo ya muhimu na unajikuta unapoteza nguvu na muda wako na malengo yako hayawezi kutimia. Lakini jambo la tatu, vyanzo vya maarifa. Hii tunaita low cost high value. Unajua sasa hivi uzuri tuna mitandao mingi ya sasa YouTube kuna mafunzo mbalimbali. Unaweza kaingia YouTube ukajifunza hata jinsi ya kupika keki au hata jinsi ya kutengeneza kompyuta. Kwa hiyo unaweza kujifunza sehemu kama hizo. Na sasa hivi uzuri watu wengi wameamua kushare maarifa. Kama unataka kujifunza labda masuala ya mentorship, unaweza kaingia YouTube ukasikiza podcast, ukasoma vitabu, ukasoma articles, zitakusaidia kujenga na kusaidia kuongeza ujuzi. Na watu wengi huwa hawapendi kusoma, lakini kama unataka kufanikiwa, jitahidi uanze kusoma. Na sasa hivi uzuri vyanzo vya maarifa ni vingi zaidi na havihitaji hata gharama kubwa. YouTube ni bure, vitabu vingi viko mtandaoni, na sasa hivi kuna ChatGPT ambazo ni AI, unaweza kaingia ukaiuliza jambo lolote na ikakusaidia. Kwa hiyo hivyo vitakusaidia kuongeza ujuzi, na ukishakuwa na ujuzi manake utaongeza thamani, na ukishaongeza thamani manake utaongeza nguvu ya kutimiza malengo yako. Sasa baada ya kuangalia ni ujuzi gani ambao unakupungukia na kuanza kujifunza, hatua ambayo inaweza kukusaidia inayofuata ni kutengeneza nidhamu binafsi na kuwa na ratiba ambayo utaifuata. Unajua hatua muhimu zaidi ambayo inaweza kukusaidia kutimiza hayo malengo yako, lazima uwe na ratiba na nidhamu binafsi. Hii tunaita execution na discipline. Usipokuwa na nidhamu, manake hata hayo malengo huwezi ukayatimiza. Sasa kuna mbinu ambazo zinaweza kukusaidia kujenga nidhamu ya chuma, yani nidhamu ambayo haiteteleki, yani ambayo utaisimamia kila siku. Kuna kanuni inaitwa kanuni ya deep work. Hii kanuni inasemaje? Asubuhi, kwa sababu unakuwa na nguvu na unakuwa hauna mambo mengi ambayo yamekuingilia, jitahidi kufanya kazi zile ambazo zinahitaji akili nyingi au zile ngumu. Kwa hiyo ile asubuhi kuanzia saa 2 au saa 1 mpaka saa 4 fanya zile kazi ngumu. Kama kuna kazi ambayo unaona hii ni ngumu, ambayo inahitaji akili kubwa na nguvu kubwa ya kuifanya, ndio uifanye asubuhi. Sasa watu wengi wako wanakosa, unakuta asubuhi anafanya vitu ambavyo havina maana kabisa. Ndio ile kanuni kwamba 20% inaleta matokeo 80, lakini mwingine unakuta 80% inaleta matokeo ya 20. Yaani angalia zile kazi ngumu zifanye asubuhi, kwa sababu ukizifanya ule muda ambao umechoka huwezi ukazifanya vizuri. Kwa kwenye ratiba zako angalia asubuhi ile kuanzia saa 1 mpaka saa 4. Maana yake umeshaamka asubuhi, umeshasali, umefanya mazoezi. Sasa ile unapoanza kazi zako, angazie kazi ngumu ambazo unaweza kuanza nazo, kwa sababu zile ndo zinahitaji akili kubwa, na asubuhi unakuwa ndo umeamka na huna mambo mengi au hujakutana na changamoto mbalimbali, kwa unaweza kusifanya vizuri. Lakini kuna mbinu ya dakika 5. Sasa hii mbinu ni nzuri sana na mimi huwa naitumia sana. Kwa mfano labda unaona kuna kitu ambacho unaona uvivu kukifanya, tumia kanuni ya dakika 5. Sema hichi kitu naenda kuifanya kwa dakika 5 tu na acha. Kiuhalisia ukienda, kwa sababu bongo wetu kisaikolojia unapenda muendelezo, hautaweza kufanya kwa dakika 5. Utajikuta unakifanya kwa muda mrefu zaidi. Hata hili somo nilikuwa nasema ngoja nitalifanya kwa dakika 5 tu, alafu nitapumzika, nitafanya tena baadaye, lakini nimejikuta nimelifanya kwa muda wote mpaka likamilika. Hata mazoezi, jambo lolote, kwa mfano labda unataka kufanya kitu fulani, unaona ni kigumu, sema tunaenda kufanya kwa dakika 5. Labda naandika wazo la biashara, na mpigia simu mteja wa kwanza, alafu naacha. Lakini kwa sababu ubongo wetu unapenda muendelezo, utajikuta unalifanya hilo jambo. Na hii mbinu inakusaidia kitu kinachoitwa procrastination, yani kugairisha. Kwa sababu ukisema dakika 5 na ubongo wetu unapendaka kutafuta raha zaidi na kukimbia maumivu, utaona ile dakika 5 ni muda mfupi zaidi ambao utakuja kuacha ile jambo. Kwa hiyo utakusukuma ukafanya, na ukishafanya kwa sababu unapenda muendelezo, utajikuta unaendelea kufanya. Lakini jambo la tatu,
panga siku yako usiku wa jana. Watu wengi wanakosea. Unajua mambo yote ambayo unatakiwa yafanye leo, unatakiwa yapange jana usiku. Yaani unapoenda kulala lazima upange. Na usipange vitu vingi zaidi. Andika mambo matatu ambayo kesho lazima uyafanye. Usipojua vitu gani vya kufanya siku hiyo, utajikuta unafanya vitu vingi zaidi. Tuchukulie mfano mtu ambaye anaenda airport kupanda ndege, akakutana na watu barabarani wanapigiana kelele au wanataka kupigana au wanazozana. Hawezi kukaa kuanza kuwasikiza kwa sababu anajua atachelewa ndege ya kwenda. Ndivyo hivyo usipokuwa na malengo ambayo umeyapanga kwamba siku hii itabidi nifanye kitu fulani, utajikuta watu watakuwa nakugeuza wanapotaka wewe kwamba twende huku kwa sababu wewe hujui unatakiwa kufanya nini. Lakini ukijua saa 1 mpaka saa 4 nitakuwa nifanye kitu fulani na saa 4 mpaka saa ngapi nitakuwa nifanye kitu fulani, hapo manake utakusimamia muda wako vizuri. Kwa upanga mambo matatu ambayo ni ya muhimu ambayo utakuwa yafanye siku ya kesho, ambayo utayapanga usiku wa hiyo siku, yani jana yake, ambao kesho yake ndio utabidi uyafanye haya mambo. Lakini jambo jingine la muhimu ambalo unatakiwa kuwa nalo na nidhamu ni nidhamu ya fedha ambayo tunaita money discipline. Huwezi kufanikiwa ukiwa huna nidhamu ya fedha. Jambo la kwanza kabisa, angalia kipato chako na utumie kiwango cha chini kulingana na kipato chako. Watu wengi wakipata maisha mazuri huwa wanaongeza pia na matumizi. Kanuni ya fedha inasema tumia chini ya matumizi yako. Lakini ukitumia zaidi ya matumizi yako utajikuta huwezi kuweka akiba. Lakini pia lazima uwe unajua jinsi ya kuweka akiba vizuri. Kuna video yangu nishafundisha, nikusii ukaiangalie jinsi ya kupanga budget. Lazima uwe na nidhamu ya fedha. Usitumie zaidi ya kile unachokipata na uwe unaweka akiba. Na mbinu nzuri zaidi ambayo watu wengi wanashindwa kuifanya, watakuwa ukipata fedha yako ujilipe kwanza 10%, lakini uweke na pesa ya akiba na uwekezaji wa baadaye. Lakini watu wengi wanakosea, anatumia kwanza alafu ndo anakuja kuweka akiba. Kiukweli haitabaki. Lakini njia nzuri itakuwa kwanza utoe fungu la kujilipa kwanza ambao ni 10%. Kama unamwamini Mungu na nikusii kwa sababu ya masuala baraka, utoe fungu la 10 pia kupeleka kanisani. Lakini pia sasa ndo utoe 20% kwa ajili ya uwekezaji na akiba ya baadaye. Hapo ndo utaweza. Lakini ukisubiri kwamba eti utumie kwanza matumizi alafu ndo uje utoe, haitawezekana kabisa. Sasa hatua ya 4 ambayo inaweza kusaidia kufanikiwa ni jenga mtandao wa watu sahihi ambao tunaita networking and mentorship. Unajua ili ufanikiwe lazima uwe na mtandao wa watu sahihi. Na kuna msemo unasema your network is your network. Kwamba utajiri wako ni ule wa watu ambao wanakuzunguka. Sasa kuna mbinu za kujenga mtandao wa mafanikio. Jambo la kwanza kabisa, tafuta mshauri ambaye tunaita mentor. Sasa mentor anaweza kuwa ni mtu ambaye ni wa karibu ambaye unaweza kumfikia, lakini hata kama huwezi kumfikia unaweza ukatafuta mentor hata wa mbali, kwa mfano labda kwenye mitandao, au katafuta mtu ambaye anakuinspire kwenye jambo lako. Mentor ni nani? Mentor ni mtu ambaye amekutangulia kwenye hiyo sehemu ambayo wewe unafanya au katika kitu ambacho unataka kuifanya. Kwa hiyo utakuwa unajifunza kupitia yeye. Kama unaweza kumfikia ni vizuri na ina nguvu zaidi, lakini kama yuko mbali unaweza kufuatilia podcast zake, maelezo yake, labda kama ana vitabu ukasoma vitabu vyake, mle unaweza kujifunza vitu vingi zaidi hata vile ambavyo hawezi kuambia yeye, kwa sababu kwenye vitabu huwa wanaandika watu wengi vitu vingi zaidi vya siri. Kwa hiyo unaweza usijilimit, unaweza kufuatilia kuhusu vitabu vyake au baadhi ya video zake ambazo labda anafundisha au anaongelea na ukajifunza zaidi. Lakini kama yuko karibu, una uwezo kuwa unawasiliana naye na akawa na kushauri na kuongoza, kwa sababu mentor anakuwa na uzoefu, anajua sehemu gani ambapo alipitia na anajua sehemu gani ambapo aliharibu, kwa kusaidia wewe usije ukapitia sehemu ile. Lakini njia ya pili ya kutengeneza mtandao wa watu sahihi ni kanuni ya value first. Toa thamani kwanza. Watu wengi wanakosea, anapokutana na mtu anataka kuwa mtu wake wa karibu, yani network, yani connection, watu wa kawaida wanavyosema, huwa wanakimbilia kwenda kuomba hela. Naomba hela, anasema naomba nisaidie kitu fulani. Hapo unakuwa unaua network. Jiulize ni kitu gani ambacho naweza kumsaidia huyu mtu, naye atakuwa katika cycle yangu ya mimi kuja kunisaidia. Kama kwa mfano una utaalamu labda wa kitu fulani, msaidie katika hilo jambo. Tayari utakuwa umeshatengeneza network na mtu huyo. Lakini pia kama unamuona huyo mtu unamhitaji awe katika sako ya maisha yako, tafuta, hata kama kwa mfano labda anatafuta fursa labda kitu fulani, kitafute afu mtumie. Unapomsaidia vile, tayari naye atakuwa na umuhimu wa kuja kukusaidia wewe. Lakini ukikimbilia kutaka zaidi kuliko kutoa thamani kwanza, utajikuta unapoteza watu sahihi katika cycle yako ya mafanikio. Lakini chagua marafiki wa kazi, tunaita mastermind group.
watu wanaokuzunguka. Kuna msemo unasema wewe ni wastani wa watu 5 wanaokuzunguka. Manake kama unazunguka na watu 5 wanaolalamika, na wewe ni wa 6. Lakini kama unazunguka na watu 5 ambao ni matajiri, na wewe ni tajiri wa 6. Kwa hiyo tafuta watu ambao wanakuzunguka ambao wana mtazamo ambao unaendana na malengo yako. Kama wana malengo ya kuwa wafanya biashara, tafuta watu wa namna hiyo. Sasa watu wengi wanakosea, unakuta ana lengo la kuwa mfanyabiashara mkubwa, lakini watu waliomzunguka ni watu ambao wameajiriwa. Hapo tayari utakatishwa tamaa na utajikuta huwezi kupiga hatua. Kuanza kuchuja watu gani ambao unaongea nao kila siku, watu gani ambao unakaa nao muda mwingi. Angalia wanaendana na yale malengo ambayo wewe unataka kuyatimiza duniani. Kwa unajikuta unalalamika mambo hayaendi, kumbe watu unaokaa nao ndio wanakukatisha tamaa, wanakuzuia. Kwa hiyo ukishachagua mastermind group ambayo itakusaidia wewe kujenga na kukusaidia, utajikuta unapiga hatua kubwa zaidi. Sasa hatua ya 5 ambayo inaweza kukusaidia kufanikiwa ni kuchukua hatua na kuwa mvumilivu, ambayo tunaita action and persistence. Unajua hii ndio sehemu ambayo sasa unatoa malengo yako na kwenda kuyafanyia kazi. Na kwenye sehemu hii huwa kuna sehemu ambayo unaweza kukatishwa tamaa na lazima uwe mvumilivu. Sasa hii sehemu ndio muhimu zaidi. Usipoweza kuifanyia kazi, maana yake hayo malengo yatabakia tu kichwani na kuyafikiria au umeandika na bila kuyafanyia kitu chochote. Kwa hiyo lazima uchukue hatua. Sasa kuna mbinu za kuchukua hatua ili kutimiza malengo yako. Mbinu ya kwanza kabisa, kanuni ya anza na ulichonacho. Watu wengi wanaogopa kuanza kwa sababu wanataka kuwa wamekamilika, wanataka wewe na mtaji wa milioni 10. Nikwambie tu rafiki yangu, watu wote unaona wamefanikiwa hawakuanza na vitu vikubwa. Ukisubiria mpaka kila kitu kamiliki, hautakuja wakati kama huo. Nilikuwa nafuatia historia ya KFC. Alianza kwa kutembeza kuku mtaani, mpaka leo amekuja kuwa mmoja wa watu ambao wana migahawa ya kifahari duniani. Lakini historia yake ya mwanzo, alianza kwa kutembeza kuku na watu wengi walimkataa na wakasema wazo lake sio zuri. Lakini leo ndio sehemu ambazo zinaheshimika zaidi na watu wengi wanaenda sehemu za KFC kwa ufahari au sehemu ambazo zinawapa ufahari. Lakini mwanzo wake ulikuwa ni mgumu. Kwa hiyo usisubiri mpaka kila kitu kikamilike. Angalia lengo lako ni lipi na uangalie kitu ambacho unaweza kuanza nacho. Kwa mfano labda unataka kufanya masuala ya ufundishaji, angalia ni kitu gani ambacho unacho kwa sasa hivi kinaweza kukusaidia kuanza kufundisha. Kwa mfano labda unataka kufanya masuala ya biashara, angalia ni jambo gani ambalo linaweza kusaidia. Na uzuri wa sasa hivi tuna mitandao ya kijamii. Soko la sasa hivi limekuwa mtandaoni. Kwa hiyo unaweza kutumia simu yako ukaanza kuwa na posti biashara yako, baadaye unakuja kushangaa unakuja kuwa na duka lako kubwa. Kwa hiyo anza na kile ambacho ulichonacho. Lakini pia jambo la pili ambalo linaweza kukusaidia kuchukua hatua na kuwa mvumilivu, shinda woga wa kufeli. Hii tunaita fear of failure. Unajua watu wengi wanaogopaga sana kuanza kwa sababu ya kuogopa kushindwa. Unapoogopa kushindwa, manake hutaweza kuanza kabisa. Ona kushindwa ni kama kujifunza. Ni kama umelipa ada ya shule. Manake unapokuwa shuleni huwa tunalipa ada kwamba tusome na tujifunze. Sasa kwenye maisha unaposhindwa, manake unakuwa umelipia ada ya kujifunza. Manake hiyo njia inaonekana sio sahihi, inabidi ufanye njia nyingine. Napenda sana historia ya Thomas Edison. Alifanya majaribio 1000 ili kutengeneza bulb ambayo tunatumia sasa hivi. Lakini watu walimuuliza kwamba ulishindwa mara 1000, akasema hapana, nilifanya njia 999 ambazo zilikuwa hazifanyi kazi. Kwa hiyo hakuona kushindwa kwake kama kushindwa, aliona ni kama darasa. Kwa hiyo na wewe usione kwamba kushindwa ni kushindwa, ona kama darasa la kujifunza na usiogope. Lakini jambo la tatu ni uvumilivu wa kimkakati. Tunaita grit. Unapokuwa unachukua hatua, kuna sehemu unaweza kukataliwa, kama ni biashara ukakosolewa, ukaonekana hilo jambo ambalo unataka kulifanya halina maana, usikate tamaa. Kama njia moja imejifunga, jaribu kutafuta njia nyingine, lakini usibadilishe malengo. Huwa napenda sana sifa ya maji yalivyo. Maji huwa ukiyazuia sehemu moja yanatafuta njia nyingine ya kupita. Kwa hiyo unatakiwa na wewe kama maji, kwamba ukiona labda kuna njia fulani imegoma, jitahidi ufanye njia nyingine, lakini usikate tamaa na kuahirisha malengo yako. Kwa sababu kwenye sehemu ya kupambania maisha kuna sehemu ambayo utakutana na changamoto na kukatishwa tamaa. Usikate tamaa. Angalia ni namna gani unaweza kujifunza katika hiyo sehemu na badilisha njia nyingine, lakini usibadilishe lengo lako. Lazima lengo lako
litimie. Mfano huwa napenda sana kumzungumzia sana Arnold Schwarzenegger. Ni mmoja wa watu ambao walitimiza ndoto kubwa sana ambayo ilikuwa inaonekana haiwezekani. Arnold alikuwa ni Mwaustralia, na Mwaustralia wa zamani kabisa, kipindi kile baada ya vita vya pili vya dunia. Kulikuwa na maisha magumu sana, lakini Arnold alikuwa na ndoto za kwenda kuwa raia wa Marekani na kuwa mwigizaji mkubwa na mtunisha misuli mkubwa duniani. Sasa ukiangalia alikuwa ni Mwaustralia, lakini alikuwa na ndoto za kwenda kuishi Marekani. Na kipindi kile ilikuwa ni ngumu kutoka Australia kwenda kuwa raia wa Marekani. Tuchukulie mfano kama wewe sasa hivi raia wa Tanzania uende kaishi Marekani, na jinsi ambapo Trump sasa hivi kabadilisha utaratibu kwamba kuna sheria mpya paka uwe na kiasi fulani cha fedha ndio unapewa raia wa Marekani. Lakini Arnold hakukata tamaa, alipambana, alikatishwa tamaa, mpaka leo ni raia wa Marekani. Kwa hiyo jambo lolote ambalo unalifanya lazima kuna sehemu utakashwa tamaa. Usikate tamaa, badilisha njia ya kufanya ili utimize lengo lako, lakini usibadilishe lengo lako. Kila kitu kinawezekana, lakini kinaanza na wewe mwenyewe kuamini kuwa unaweza kuhifanya. Kumbuka, mafanikio huwa hayaanzi kwa hatua kubwa sana. Huanza na uamuzi mdogo wa kubadilisha kile unachofanya kila siku. Ukianza kuweka malengo yaliyo wazi, kupanga hatua zako na kujenga nidhamu ya kuzifuata, maisha yako yanaweza kubadilika polepole lakini kwa uhakika. Usisubiri wakati mkamilifu, kwa sababu mara nyingi wakati huo huwa hauji. Anza na kile ulichonacho hapo ulipo na uboreshe hatua kwa hatua. Ikiwa somo hili limekupa mwanga au limekutia moyo kufikiria tofauti, niambie katika comment ni kitu gani ambacho umejifunza na uanze kuchukua hatua leo. Safari ya mafanikio huanza na uamuzi mmoja tu. Swali ni utaanza lini? Asante sana kwa kunisikiliza. Usahau kulike, kushare na kusubscribe. Bye bye na uwe na siku njema.